kabisa nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Kwa jina naitwa Kocha Chino kutoka Mafia Boxing Promotion. Kuelekea tarehe 31 ya mwezi wa 7 kwamba mabondia mpaka kufikia leo hii ninavyoongea kwamba wako katika viwango bora, wamefanya mazoezi ya kutosha, wamejiandaa vizuri zaidi kwa ajili ya kuwakilisha taifa la Tanzania tarehe 31. Kwa hiyo mpaka sasa niseme maandalizi yamekamilika kwa 98%. Zilizobakia 2% ni maandalizi madogo tu. Wako vizuri kiafya, wako vizuri kiakili, wako vizuri kwa ajili ya kutoa burudani kwa Watanzania. Una train mabondia ambao wanaenda kucheza mikanda mikubwa Gogo International, pia Richard Sana anaenda kupia belt yake. Ngumu kiasi gani, lakini pia unawaambia nini Watanzania kwa fursa hii hususan mabondia wako kwenye mikanda mikubwa kama hii? Kwanza kabisa fight hizi niseme sio rahisi na wala sio nyepesi kama watu wanavyodhani. Ni fight ngumu sana kwa sababu Mafia Boxing Promotion ina tabia ya kuleta wale mabondia ambao wana uwezo wa hali ya juu kuja kupambana na mabondia wao hapa ndani. Kwa hiyo kiukubwa kabisa wa fight ni ngumu, lakini kwetu sisi itakuwa rahisi kwa ajili ya maandalizi tuliokuwa tumeyafanya. Kwa kiwango cha mabondia ambacho tumewaandaa ni kiwango kikubwa sana, tofauti na viwango vyote ambavyo vimewahi kupita hapo mwanzoni. Kwa upande wa Richard Mtangi ni bondia mmoja mzuri sana, bondia mmoja mkali sana na ana fight ngumu sana kuelekea tarehe 31. Lakini nipende kuahidi wa Tanzania, fight hiyo itakuwa ni sawasawa na mkate mbele ya chai. Japo na ubora wa bondia wa mpinzani wetu ambao wanao na kiwango chake kikubwa alichokuwa nacho, lakini siku hiyo Richard Mtangi ataonyesha kiwango kikubwa sana kwa sababu ya maandalizi ambayo amepewa. Kwanza napenda kushukuru Mwenyezi Mungu na pia napenda kushukuru support zote ambazo wanisupport promotion yangu ya Mafia Boxing Promotion, Duma Pro, uongozi wangu mzima na timu ya polisi kuongozwa na kocha Batman na kocha wangu pia Sugar Ray. Kwa hiyo nimejipanga kufanya maandalizi ya kuchallenge mkanda wangu. Nadhani pia anayekuja pia amejipanga kuja kuchallenge mradi aweze kuchukua mkanda. Kwa hiyo mimi ni bingwa, still nitakuwa bingwa na mimi ndo namba 1 Afrika. Na mimi ndo naongoza shehena la wazee mgongoni mwangu. Kwa hiyo nadhani nitafanya makubwa zaidi na ndio itakuwa fight yenye mvuto kuliko fight zote ambazo zitakuwepo siku ya tarehe 31. Umesema ni bingwa na namba 1 Afrika. Kana ranking inasema hivyo. Lakini baadhi ya watu hawaamini kama wewe ni bingwa namba 1 Afrika. Una nini la kuambia ambao hawaamini kama ni namba 1 Afrika? Nadhani itakuwa muda kuongea utoshi sana kuliko muda kuonyesha, kwa sababu tarehe 31 sio mbali. Tumebaki na wiki kadhaa kufika siku hiyo. Nadhani Watanzania wengi watajumuika siku hiyo kuja kuangalia ngumi. Wakusanyike, waone kitu gani ambacho nimekiandaa kwao, na imani kabisa siku hiyo ndio itakuwa nimethibitisha ufalme wangu na hao mabondia wazee ambao wapo watakuwa na heshima jina langu hata kama kiwa chumbani. Mabondia wazee kwa maana yake nani? Sasa sijajua. Kwa hiyo naongosha, yani ile sheni la wazee wote lipo mgongoni mwangu. Na hiyo ndio itakuwa fight ya kwanza au ndio fight kubwa ambayo Watanzania wengi watatamani kuiangalia kuliko fight nyingine zote. Siku hiyo. Ugumu kwapi kupigania mkanda ama kuutetea mkanda? Wapi kunakuwa na ugumu? Hakuna ugumu. Kuna ugumu kubwa, ni maandalizi. Kwa nimejiandaa na muda mrefu. Nadhani mimi ndio bondia mwenye thamani kwa sasa nchini Tanzania, bondia ambaye naongoza kupata madao makubwa kuliko mabondia wengine wote. Unaposema hivyo ndio una rank ile story kwamba uligoma kupigana katika pambano la Makinyo kwa sababu ya pesa. Nilikataa kupigana kwenye fight ya Dreaming Promotion. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniweka salama hai mpaka sasa, ni jambo la kushukuru. Pia nashukuru kampuni yangu Mafia Promotion kwa kunipa nafasi hii ya kuwakilisha na kuniamini. Nashukuru kampuni yangu, nashukuru viongozi wangu, kina manager Tozi, kina Maula, wamenisimamia vizuri chini ya kocha Dosi, akiambatana na kocha Chino. Hii yote ni watu ambao wananiamini na sitowaangusha. Pili, kuhusu mpinzani nimemheshimu sababu mimi ni bondia muda mrefu. Nimemheshimu kutokana na ngumi zinda mwenyewe. Ni hayo. Muda mrefu hata hujakuwa na kwenye ringi. Watu wategemea kuona Salum Tambo ni yule ambapo kuna mabadiliko namna nyingine ambayo unakuja kucheza naye. Mimi na kauli yangu moja waga nasemaga toka awali kwamba kitamu ulio kuhama
ningecheza kila siku ningepoteza hadi mvuto. Kwa sasa hivi najua watu wengi wanasubiria kwa hali na mali uniona. Naahidi tu ni maendeleo kitu kizuri. Na vingine vipya kama ni kitabu nimeanza kufungua ukurasa wa kwanza, maana mwanzo kwa tunasoma ganda la nje tu. Hapa kati ngumi za Tanzania kama zimeingia kwenye uchafu baada ya mabondia wetu wakubwa kufanya vibaya katika fight ya mwisho, akiwemo Mwakinyo, akiwemo Amiri Matumla, lakini pia Abdul Ubara. Kwako umejifunza nini kupitia fight yao, lakini pia unawaambia nini wa Tanzania kuelekea kwenye fight yao? Kwanza kabisa niwaambie, nikiongea swala la wenzangu kufanya vibaya nje ya nchi, kubaliana ngumi ni kama maisha ya kawaida tu. Unaweza kaamka leo uko vizuri ukapigana kiasi cha Tanzania wote kukupenda, na siku unaweza kaamka tu ukajikuta hali yako ni morali yako inakatika. Yaani akili inataka, mwili hautaki. Kwa hiyo vitendo na akili inakuwa tofauti. Kwa hiyo ngumi tusikubaliane kwamba kila siku tutakuwa unashinda wewe. Wala tusikamishe hicho kitu. Na matokeo ni matatu: kupigwa, kudraw na kushinda. Kwa hiyo inabidi Tanzania tukubali kwanza hilo swala. Neno lako kwa mashabiki kuelekea fight hiyo tarehe 31? Mimi naambia tu nimerudi, ni ngumi zangu nimerudi. Ngumi burudani, ngumi starehe. Kwa hiyo washabiki zangu wakipata nafasi uwezo wa kuja waje, na ambao watakosa basi kuna TV ambazo zitakuwa zipo online zitatangazwa karibuni. Naomba wafike kwa wingi ulingoni, sababu kinikosa mimi umekosa ngumi. Kinikosa mimi umekosa burudani ya ngumi. Njoo tuangalie ngumi, atupigane, atushindane, tunacheza. Ngumi ni kama mtoko. Mama season 9, lakini pia unaenda kupigania mkanda mkubwa Silver Continental. Umejiandaaje na hii fursa kwa kulipiga kiasi gani? Cha kwanza niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia nishukuru management yangu ya Mafia Boxing Promotion kwa kuweza kuniandaa kuelekea katika hii fight ya WBC International. Fight ni kubwa na nimeipokea kiukubwa vile vile, na naamini chini ya makocha wangu ambao na train nao tutakwenda kushinda mkanda. Ni mkanda mkubwa kwa mara ya kwanza kuja Tanzania, na pia wewe kama Mtanzania unapata nafasi ya kuchezea. Ni malengo yako, lakini nini kiu yako kuona umechaguliwa kuchezea mkanda mkubwa kama? Ni kweli ni mkanda mkubwa na haujawahi kuja Tanzania, lakini Mafia Boxing tunakwenda kuthubutu kuleta mkanda huo, na naamini mkanda utabaki Tanzania. Malengo ni mkanda kubaki Tanzania na kuendelea kupigania mitaji mikubwa zaidi. Fight yako ya mwisho ulishinda kwa kweli, lakini kwa mechi ya kwanza ndio maandalizi yako, umejifunza nini kwenye fight iliyopita, lakini pia kitu gani kipya mnaambiwa Tanzania kuelekea katika fight hii ambayo inaweza kuwa tofauti na fight iliyopita? Utofauti lazima uwepo, kwa sababu bondia ninakwenda kucheza naye ni tofauti na bondia ambaye nimecheza naye pambano lililopita. Bondia huyu ni upiganaji wake ni tofauti na bondia ambaye nimetoka kucheza naye, kwa sababu yule alikuwa ni mtu wa kupigana na huyu si mtu wa kupigana. Kwa hiyo naamini katika maandalizi kuna utofauti. Mkanda kwa mwisho ulikoje? Unaweza kuweka clear sababu zilizoelekea kwa uchache kama zipo, lakini pia funzo gani umepata baada ya kufanya mkanda, lakini pia upata nafasi ya kucheza mkanda mkubwa Afrika? Taarifa za kunyang'anywa kwa mkanda meneja ndo anaweza kuzielezea zaidi, lakini kwa mimi kuelezea sitaweza. Naamini kukunywa kwa mkanda huu kumeongeza baraka kwa kupambana mkanda mkubwa zaidi. Naamini kwa sababu mkanda ambao ulichukuliwa ni WBC Africa na hii hapa ni WBC Silver International. Sababu umeona sasa kwamba ni tofauti mkubwa. Mkanda huu ni mkubwa zaidi na ni mkanda ambao haujawahi kufika Tanzania. Juzi kulikuwa na fight, lakini ni last month kulikuwa na fight. Ndio baba bondia wetu walibana wote wamepoteza, lakini kila mmoja akawa anazungumza na kwake. Wewe kama bondia mkubwa, lakini pia bondia ambaye umecheza mikanda mikubwa sana, umejifunza kitu gani kwa kile ambacho kilitokea kwa Mwakinyo, Amiri na Ubaya kupoteza ukiwa ugenini? Cha kujifunza tu ni jitihada tu ya mazoezi, na pia sio mimi tu bali wa Tanzania pia tunapaswa tujifunze, kwa sababu kama pambano la Amiri Matumla ni clear kabisa, imeonekana kwamba Amiri ameshinda na ameongoza kuanzia raundi ya kwanza mpaka ya mwisho, lakini hatimaye matokeo akanyimwa. Kwa wa Tanzania wadau wa ngumi tunaweza cha kujifunza.
neno lako la mwisho kwa mashabiki kuwaita? Neno langu la mwisho napenda tu kuwashukuru mashabiki ambao wanatusapoti na pia waendelee kutusapoti na watunge mkono katika pambano letu la tarehe 31.